Kabla ya yote, kwa uwezo wa Mungu, ninakwenda kuomba. Shirikiana pamoja nami kwa kutega masikio yako. Asante Mtakatifu, Mungu wa Ibrahimu, Isaka na Yakobo. Bwana, tunashukuru kwa uweza wako, tunashukuru kwa mapenzi yako, tunashukuru kwa siku ya leo Bwana, tunashukuru kwa majira haya, si kwa ujanja wetu, bali ni wema wako tu umeambatana nasi Bwana, nasi tunatumaini sana wema wako, maana wema wako pekee ndiko kupona kwetu, wema wako pekee ndiko hata siku ya leo. Bwana, tazama ni wakati mwingine tena Bwana, injili yako inakwenda kuhubiriwa maeneo haya, injili yako inaenda kusikizwa, neno lako linaenda kupandwa Bwana, tukiamini kwamba Roho wako Mtakatifu yeye ndiye ashuhudiaye maovu yetu. Roho wako Mtakatifu pekee ndiye umshuhudia mtu maovu yake, ili akapate kugeuka zile uovu wote na uchafu wote kwa uweza wako, mfalme wa amani. Sante kwa kuwa upo pamoja nasi, na Bwana hakika hautatuacha. Ninaomba na kuamini, amina. Ndugu yangu, injili ya Yesu Kristo inaendelea. Basi tuko na ujumbe mahali hapa, ujumbe unaotoka katika kile kitabu cha waraka wa kwanza wa Yohana sura ya kwanza ule mstari wa 9. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ya kwanza ule mstari wa 9. Neno la Mungu kama lisemavyo, ninasoma: tukiziungama dhambi zetu, yeye ni mwaminifu na wa haki, hata tuondolee dhambi zetu na kutusafisha na udhalimu wote. Tukiziungama dhambi zetu, yeye ni mwaminifu na wa haki, hata tuondolee dhambi zetu na kutusafisha na udhalimu wote. Hilo ni neno la Bwana, linamulika, linasikika ndani ya masikio yako asubuhi ya leo. Mungu anasema wazi, Mungu anajifunua kwetu kupitia neno lake. Anasema, ewe baba, ewe mama, mkubwa kwa mdogo, ukiungama leo hii, ukiungama dhambi zako, ukaziungama dhambi zako, Mungu ni mwaminifu. Mungu ni mwaminifu, atakusamehe dhambi zako zote, atakusafisha zile udhalimu wote, lakini sharti uungame. Kuungama ni nini? Kuungama ni kukiri. Unazikiri dhambi zako mbele za Mungu, unazisema dhambi zako mbele za Mungu, naye Mungu kwa kuwa yeye ni mwaminifu anakutazama kwa jicho la uaminifu. Je, unayoyaungama udhahiri kuyaacha? Kweli umeyachoka? Kweli amekuwa ni mzigo ndani yako, huyapendi? Ndipo Mungu kwa uaminifu wake anaachilia rehema zako, anaachilia uweza wake ndani yako. Mungu anayo mamlaka
ya kusamehe dhambi tukiwa duniani. Yesu anayo mamlaka kusamehe dhambi duniani kwa yeye ambaye atamwamini. Huwezi kuungama dhambi usipofahamishwa dhambi zako. Ndipo neno la Mungu linapohubiriwa, linaponenwa, linaachilia ufahamu wa dhambi, linajulisha mtu maovu yake, maovu mengi uliyoyatenda. Neno la Mungu pekee ndiyo linajulisha dhambi za wanadamu. Sheria za Mungu ndizo zinatufahamisha ya kwamba hapa tumekosea, hapa tumekufuru, hapa tumetenda uasi, hapa tumeenda mbele za Mungu tofauti. Kwa Mungu anaachilia neno lake ndani yetu ili tukapate kufahamu. Neno la Mungu limeambatana na ufahamu. Maandiko yameweka wazi ya kwamba kila andiko lenye pumzi ya Mungu lafaa kutufundisha, lafaa kutuongoza, lafaa kutuadibisha katika haki. Kwa neno la Mungu pekee ndilo linaweza likamuongoza mtu, likamfundisha mtu na likamkemea. Asubuhi ya leo linatuongoza, linatufundisha ya kuwa tukiziungama dhambi zetu, yeye ni mwaminifu, atatusamehe na kutusafisha na uovu wote, tutakuwa salama. Usimsikilize shetani anayekwambia una dhambi. Usimsikilize adui aliyeshika ufahamu wako ya kwamba wewe uko sawa mbele za Mungu. Ukiwa unawaza hivyo, basi ujio wa Yesu Kristo itakuwa ni bure duniani. Maandiko ndiyo yanathibitisha wazi ya kwamba wanadamu wako na dhambi, nao wanadamu wakisema hatuna dhambi, watakuwa wanajidanganya wenyewe, watakuwa wanapingana na neno la Mungu. Mungu akiangalia ulimwengu akaziona dhambi nyingi sana, akaona mwanadamu hata kuwaza kwake anawaza dhambi, hata kutenda kwake anatenda dhambi. Ndipo akamtoa Yesu Kristo ili apate kushuka, ili kila mwaminie asipotee tena. Wewe utendaye dhambi umepotea, inakupasa upate njia ya kweli. Sasa njia ya kweli ni Yesu Kristo, kama ninavyo maandiko asema yeye ndiyo njia ya kweli. Mtu aweza kwenda mbinguni pasipopita kwenye ukweli. Kweli ni Yesu Kristo, anatujulisha ukweli wetu wote, anakujulisha uovu wako wote. Asubuhi ya leo nasema kwamba sema na watu wangu ya kwamba wakiziungama dhambi zao, wakiziungama dhambi zao, wakizikiri. Kuungama ni kukiri, kuungama ni kuzisema. Unazisema mbele ya Muumba wako ukiwa unajuta, ukiwa unazijuta kutenda, maana zimepoteza mahusiano kati ya wewe na Muumba wako. Sasa unahitaji mahusiano kwa kusikia neno, maana tunajua neno ndio linamrejesha mtu na mahusiano na Mungu.
Ukisoma Yeremia 23 ule mstari wa 29, asema neno langu ni kama moto, neno langu ni nyundo ivunjao mawe vipande vipande. Sasa moyo wa mwanadamu, moyo wangu na wako ndio mawe. Ni vigumu kuelewa wokovu mpaka kutana na nyundo ya Mungu ambayo ndio neno, likapate kuvunja, ili ukapate kunyenyekea, ukapate kupondeka na kuvunjika, ukafahamu ya kwamba wewe mbele za Mungu ni mtenda dhambi, na inakupasa uungame, inakupasa uungame. Haleluya! Popote ulipo, Yesu anakupenda. Yesu ananipenda pia. Yeye ni pendo kwa watu wote. Tunachokosea ni kimoja tu, kiburi. Epuka kiburi. Neno linaposema alisemi na miti, Injili inapohubiriwa hatuhubiri maturubai. Ni Roho wa Mungu anajaribu kukuvuta katika ufalme wa Mungu, ili na wewe ukapate kusikia, ili na wewe ukapate kurudi zizini mwa Bwana, ili malaika wakapate kufurahi kwa ajili ya nafsi yako. Maana mtu anapokimbia dhambi, anapopata ufahamu na kuungama dhambi zake, malaika huko mbinguni, maandiko anaweka wazi ya kwamba wanashangilia. Wewe umefanya moyo wako kuwa mgumu, unajiona uko sawa katika hii dunia, huna muda ya kuungama dhambi zako. Na juu maandiko yameweka wazi ya kwamba Adamu wa kwanza alipotenda dhambi, ulimwengu wote ukahesabika dhambi, ulimwengu wote ukawa umetenda dhambi. Lakini Adamu wa pili, ambaye ndo Yesu Kristo, anakuja kutukomboa dhidi ya dhambi ya kwanza ambayo ni Adamu. Hapa anakuja kutukomboa dhidi ya dhambi ambayo ni ya kutenda. Tumetenda sisi wenyewe kwa ufahamu wetu, tunaona kabisa hii ni hatari, lakini tukajaribisha hivyo hivyo. Sasa Mungu anataka tutoe katika hiyo hali ya kutenda. Neno la Mungu linafahamisha. Utajiuliza, mimi ni dhambi gani nitenda kuisema mbele ya Mungu wangu, nitenda kuiungama mbele za Mungu? Maandiko yako wazi, maandiko yako wazi ya kwamba unayetenda uasherati inakupasa ukaungame. Uasherati ni tendo la ndoa pasipo ndoa. Ni binti wa shule, umezaminiwa ukasome, lakini una mambo ya ajabu, uko na uasherati. Atendaye dhambi ni mtumwa wa dhambi. Usiseme mimi ni binti, pengine mimi bado sijaolewa, Mungu atanihukumu. Ukishapata ufahamu wa kujua jema na baya, na ukapata lilo baya, hukumu iko pale pale. Lakini kabla ya hukumu, Mungu anaachilia maonyo ya kwamba ewe mwasherati, ungama dhambi ya asherati. Ewe mchafu katika mambo yote, ungama dhambi ya uchafu. Ni ajabu saizi watu wanasagana. Huo ni uchafu mkubwa mbele za Mungu. Watu wanatoa mimba. Huo ni uchafu mkubwa mbele za Mungu. Inapasa wakaungame. Ufisadi, wewe uliye fisadi,
ufisadi Mungu anakuona. Pengine ni kiongozi wa mtaa huu, uko na ufisadi, inakupasa ungame. Huo uongozi ni kwa wanadamu, mbele za Mungu sisi sote ni wadogo. Epuka dhambi ya ufisadi mahali popote ulipo. Pengine ni kiongozi ndani ya vikundi vyovyote, wamekupa tazamana kidogo, umekuwa ufisadi. Mungu anaona hayo maisha, anasema upate kuungama, ili siku mbaya inapokuja usije ukajuta na kulia na kusaga meno. Ibada ya sanamu inapasa ungame. Wanadamu wanatenda ibada ya sanamu, wanaenda kumtafuta Mungu kwa wafu. Unapoenda kwa waganga, hiyo ni ibada ya sanamu. Yesu alikataa kutafutwa kwa watu waliokufa. Neno linaweka wazi ya kwamba utukufu wa Bwana hautashare na sanamu yoyote, wala na kitu chochote, wala na mfano wowote. Hivyo mtu anapokuwa na shida zidi ya magonjwa, na shida zidi ya uchumi, na shida zidi ya kitu chochote, na ndoa na maisha na vitu vingine, inapasa amwangazie Yesu Kristo, aweke tumaini kwake. Maana maandiko ndivyo nenako ya kwamba wanadamu walio chini ya mbingu tumepewa jina la Yesu Kristo tupate kuokolewa kwa hilo. Tutaokolewa kwa magonjwa, tutaokolewa kwa vifungo vya giza, tutaokolewa kwa mambo mbalimbali. Tumaini liwe ni kwa Yesu tu. Uchawi, maandiko yanamsema mchawi ya kwamba inampasa ungame. Ewe mchawi, usiseme nililisi kwa wazazi wangu. Ukipata ufahamu wa hilo, ungama hiyo dhambi wewe. Mungu ana ushirika na wachawi. Wachawi ni washirika wa Shetani. Washirika wa Mungu ni wale wenye roho wa Mungu. Lakini nje na hapo, Mungu anaachilia maarifa, anaachilia ufahamu wa dhambi zako unazotenda, ili nikapate kuungama kisawasawa, ukapate kuungama sawasawa na neno linavyokuongoza. Si maneno yangu, ni neno la Bwana. Uadui na ugomvi, uko na uadui, uko na magomvi, hausemeshani hata na jirani zako, na mbinguni unatarajia uende. Hakuna mbingu ya wagomvi. Kule kinyonge chochote hakitaingia. Ikiwa ni wa mbinguni, yale ya mbinguni. Ungama dhambi yako, ungama dhambi ya ugomvi, ungama dhambi ya uadui na wivu, ungama dhambi ya hasira. Watu wako na hasira, lakini haiwasumbui. Unasema sisi uko wetu ndivyo tulivyo. Babu yangu alikuwa na hasira sana, hivyo na mimi hasira zikinibana, nikiwasha moto hapa, hakuna atakayenishika. Hiyo ni asili ya dhambi ya kutoka kwa Adamu wa kwanza, ya kuzaliwa nayo. Unapoliambatana, unaambatana na neno, unasikia neno linatufumbua ya kwamba zile asili za ukoo wetu inapasa tuziungame kwa mwanakondoo, tuziseme mbele zake. Unapoungama, tendo la imani linalotendeka ndani yako, dhambi na ama inaenda
kufahamishwa kwa tendo la imani pale Kalvari. Usiendelee kukaa ulipo. Yafaa Bwana akuwezeshe, naam aniwezeshe pia. Wivu si mali ya mwanadamu. Wivu ni mali ya Shetani. Anaachilia kwa mioyo yetu hasira, fitina na faraka na uzushi. Ni mali ya Shetani. Ikiwa kwa moyo wako hasira, faraka na uzushi, wewe inakupasa uungame. Umekwisha kufahamishwa yaliyoko ndani yako. Yafaa upondeke, uyahuzunikie, uyaseme mbele ya Mungu. Mungu ndo aliyeamuru, anasema mkiziungama dhambi zenu, yeye ni mwaminifu hata awasafishe, aziondoe. Uzushi ni hatari. Dhambi ya uzushi ni kama tu ya mchawi. Mtu anaweza akakuzushia mambo ya aibu mpaka unabaki unashangaa, na jamii yote inaamini. Wanabaki kujiuliza alianzaje kufanya hivyo, na kumbe ni kaongo, mwenzio hajafanya hivyo. Bali dhambi ya uzushi imekaa ndani ya mtu mmoja tu. Anaweza kaleta kataharuki ndani ya jamii. Kama una uhakika na taarifa, kaa kimya. Nini kitakupata? Kuliko ukawaza mawazo ya upotofu, ukashirikiana na adui kuwa na usuda. Usuda ni kazi ya Shetani. Inakupasa ungame, ni ungame. Ulevi, andiko ndio linadulisha dhambi. Neno ndio linatujulisha dhambi zetu, ya kwamba wewe uliye mlevi ni mtumwa wa dhambi. Ulevi ni kazi ya Shetani. Na wewe unayeshiriki habari za ulevi, unapika pombe ili wenzio wakajikojelee, wakaacha familia zao asubuhi mpaka jioni, wajakula, walete pesa kwako, walewe na wenzao. Inakupasa ungame hiyo dhambi. Mungu alipoumba ulimwengu, alionyesha na shughuli zilizo nzuri za kufanya, lakini Shetani anapotosha watu. Anapea watu kazi za kuuza pombe, anapea watu kazi za kuuza bangi, anapea watu kazi za ufisadi, na watu wanazifurahia maana zina pesa. Lakini pesa udhalimu ni mbaya. Heri ukakusanya 500 za kweli, ukaona haki mbele za Mungu, ukawa umeungama, ukawa na tumaini la kumwona Muumba wako, kuliko ukafanya kazi zisizokuwa na kibali mbele za Mungu. Siku nilikuwa napata habari ya kwamba mtu amekunywa pombe mpaka amekufa. Uone mteja wako anakuungisha hadi anakufa. Sio muuaji huo. Inakupasa ungame, uepuke kazi ambayo inaweza kusababisha mtu akafa. Usiseme ni ujinga wake, hata wewe ni mhusika. Mungu anakufahamisha hilo asubuhi ya leo. Ni neno la Bwana na uwezeshi wake. Kwa kiasi nadhani umepata ufahamu wa neno la Mungu. Ndipo tunarejea sasa kwenye mstari tulioanza nao, ya kwamba
tukiziungama dhambi zetu, yeye ni mwaminifu, anaziondoa. Kwa hatua ya kwanza, kwa mwanadamu anajulishwa dhambi anayoitenda. Usiseme ananisema, usiseme asubuhi ya leo ameniamkia. Ni neno la Bwana limekuamkia. Ni Yesu Kristo anataka kutoa ulipo. Ni Yesu Kristo anaachilia ufahamu ndani yako. Si injili ya mwanadamu. Injili ni uwezo wa Mungu uleta wokovu kwa watu wote. Sisi sote tulihubiriwa kama unavyohubiriwa, yakatuchoma tukaumia, lakini tukachukua hatua ya kutubu, tukachukua hatua ya kuacha, ili tumpendeze Mungu, tusiendelee kufarakana na Mungu. Maana atendaye dhambi ni mtumwa wa dhambi. Atendaye dhambi atenda uasi mbele za Mungu, ili ukapate kupona, kuwa na moyo wa kukubali zidi ulivyohubiriwa, zidi ulivyosikia. Ile kusikia kwako ndiwe kakutenda kwako. Umwamini Yesu Kristo. Ni watu wa makombozi, watu wa mtotekeni, wanaume kwa wanawake. Bwana atasema nanyi hata lini? Mmeshupaza shingo zenu. Injili inahubiriwa kila kuitwapo leo. Mwanajua nani watu wenye haki? Hiyo ni roho ya Mfarisayo iliyokaa ndani yenu. Nyenyekeeni, neno la Bwana linapowajilieni, bondekeni mioyo yenu, Bwana akapate kutembea ndani yenu. Bwana alitembea juu ya mawimbi ya bahari, hatashindwa asubuhi ya leo kutembea ndani ya moyo uliopondeka, uliosikia. Hizi habari ilikuwa ni za Bwana, hizi habari ni za hakika, ni za Yesu Kristo. Mwamini Yesu Kristo. Nyakati zimekwisha. Nyakati zimekwisha. Tuko kwenye muda nyongeza tu, na mtu anaokoka akiwa hai. Ukishakufa hata wasema umlaze peponi pema. Zile ni janja tu za wahubiri. Ndio maana unaonaga wasomi popote, hakuna andiko linalomuongoza kwamba kasemee maiti lale peponi pema. Andiko linasema heri wafao katika Bwana, nao wakapate kupumzika zidi ya shida zao, maana matendo yao yanaambatana nao. Mtu anapokufa, kinachoongozana naye sio maombi ya mchungaji. Mtu anapokufa, kinachoongozana nao sio pambio za wale wanakwaya. Utakapokufa, kitakachoongozana na wewe ni yale matendo yako ya uzinzi, ni yale matendo yako ya kushabikia Simba na Yanga. Ukumuinua Kristo, uliinua vitu vya duniani. Hivyo ndivyo vitaenda na wewe, vitaongozana na wewe, vitabisha mahali panapopaswa uende. Maana ndio uliyatumikia. Anasema pandacho mtu ndicho atakachovuna. Pokea ufahamu zidi wa maisha unayoyaishi. Yesu analia akiwa msalabani, anasema imekwisha. Imekwisha. Kile kilichotendeka msalabani ilikuwa ni kwamba mimi na wewe tupate kuokolewa. Kwa habari ya dhambi imekwisha. Ukisoma maandiko yanaweka wazi kabisa, mwanadamu amehesabiwa haki kwa njia ya imani, amesamehewa dhambi. Lakini ukija mtaani, una huyo mwanadamu yuko bize mjei, yuko bize kwenye ulevi, yuko bize kwenye wake za watu, yuko bize kwenye uzinzi. Kwa sababu ya nini? Na neno limeweka wazi, huyu mwanadamu atasamehewa. Ni kwa sababu amemfanya moyo wake kuwa mgumu. Hata injili inapohubiriwa anaona kama ni kelele, lakini sipigi kelele. Ninakuambia ya kwamba Bwana anasema ungama, ili apate kukurehemu, apate kukusamehe. Anasema yeye ni mwingi wa rehema kwa wale wampendao. Chukua, anza kumpenda Bwana, anza kumpenda yeye, maana yeye ni Mungu wa mfadhili, yeye ni mwingi wa rehema, yeye ni mwema
Hakuna Mungu mwingine, hakuna Mungu mwingine, hakuna mtu mwingine ambaye anaweza kafa juu ya dhambi ya mwingine. Hili tendo lilitokea kwa mmoja tu, lilitokea kwa mmoja tu. Yesu Kristo akasulubiwa ili tupate kuwa salama. Yamini hayo, ni kuamini tu, si kwa tendo lolote. Yesu anakuita upate kuamini, upate kulitii neno lake vile linavyosema. Usitii tu mambo ya ulimwengu, usiyahangaikia hayo, utayaacha ndugu yangu. Yote tunahangaika nayo hayo, pengine hata usiyamalizie. Siku ile mbaya ikawa imekupata na ukaa peke yako, hauna hata kumuuliza swali, peke yako na kwenda. Tunajua mtu anapokufa ni mfano wa kuzaliwa. Peke yake anazaliwa. Mtoto anapozaliwa anaanza kulia peke yake, hakuna juaye nini kinamliza. Na utakapokuwa kufa, utaanza kulia peke yako. Sisi huko tunaimba pambio, tunasema alikuwa anasalimia sana. Alikuwa ni mwaminifu, alikuwa ni mundu yule. Lakini kule mwenzangu unalia, unajuta, kwa nini nilifanya hivi? Kwa nini sikutubu? Gharama ya kutubu ilikuwa ni nini? Ni kuamini tu. Lakini nimekufa kishamba, nimekufa kizembe. Mtu anayekufa pasipo kumwamini Yesu anakufa kizembe sana. Maana imani ni bure. Imani hainunuliwi. Imani hailipiwi ada. Imani ya Yesu Kristo, hata wahubiri ametuonya, anasema toeni bure, maana mmepewa bure. Sijui unayetoza na pesa, sijui mwenyewe na Mungu wako, lakini Injili haisemi hivyo, ili watu wapate kuamini bure. Yesu alikufa bure ili watu wamwamini bure, watu wafunuliwe dhambi zao, watu watoke walipo. Kwa uwezo wa Mungu utatoka. Ndugu yangu, amini hivyo. Neno likutie nguvu. Neno la Mungu pekee linampa nguvu asiyekuwa na nguvu ya kushinda dhambi. Wako wanatamani kushinda dhambi. Wako watu wanatamani kuepuka maisha machafu, maisha mabaya, maisha ya aibu. Baba zimu unavulia kibinti nguo, kitoto chako kinakuonea, ni laana hiyo. Ni maisha ya aibu. Ni aibu hata kuelezea mbele za watu. Wewe mwenyewe ndio maana unaficha, ndio maana unaenda gizani. Unajua ilikuwa ni mchana, jamii ingekushangaa. Sasa epuka huko. Mungu anasema na wewe, ungama hiyo dhambi, ungama hiyo dhambi, uikiri mbele za Kristo kwa uaminifu, ukidhamiria kuiacha. Maana aliyesema acha ni Mungu. Mungu anaposema hakuna jambo gumu ambalo mbele zake halitawezekana. Yote yanawezekana kwa yeye aminie. Usiseme nitawezaje kuacha. Amini kile kinachosema ni neno la Mungu. Maana hapo kulikuwepo na neno, naye neno alikuwa kwa Mungu. Pasipo neno hakuna kilichofanyika. Moyo wako usiporuhusu neno la Mungu lipate kuingia, hakuna ambacho kitakiweza. Ajengaye pasipo Mungu atenda kazi bure. Usiseme sasa mimi nitaacha ulevi. Hapana, amini Injili na ukuachisha, ndipo utapata nguvu ya kuacha. Wengi wamejaribu kuacha baadhi ya tabia mbaya, wengi wamejaribu kuacha zile ya matendo maovu, lakini imeshindikana. Wanaacha ndani ya wiki, wanayarejelea sana, wanayarejelea tena. Maandiko yameweka wazi, mwanadamu hawezi jambo lolote pasipo Yesu Kristo. Mwamini Yesu Kristo uokoke. Unaogopa nini kuokoka wewe? Kuna aibu gani unapookoka? Unamwogopa nani? Wakati yeye ndiye muumbaji wako. Kuna watu wanaonea aibu wokovu.
Hebu jiulize mwenyewe, weka mkutano kwa moyo wako. Mpaka leo upo hujaokoka, unaogopa nini? Nini kinakuzuia? Ni moyo wako unaofanya kuwa mgumu na kiburi zidi ya Mungu wako. Neno linapokuja asema mpanda alipoenda kupanda mbegu, zingine zikadondokea njiani, zingine zikadondokea kwenye mwamba, zingine zikadondokea kwenye miba, zingine zikadondokea kwenye udongo ulio mzuri. Lakini zinazodondokea kwenye miba ni wale wanapolisikia neno la Bwana, wanalifurahia, wanaamini na kuliamini. Lakini linapokuja swala la shughuli za dunia, wanalisaliti neno la Bwana. Shughuli za dunia zinawasomba, wanaanza, mimi ngoja nimalizie kujenga, ngoja nimalizie swala fulani. Lakini neno la Bwana lishaponda moyo wake, yeye anaenda kufanya kuwa mgumu. Unaona? Asema wengine zimeangukia katika mwamba. Neno la Mungu linaingia, lakini linashindwa kuendelea, linashindwa kukua, linakosa mizizi. Kwa sababu yule aliyepokea bado alikuwa na asili ya ugumu kuelewa. Bado na moyo ni mgumu, ana sita na imani. Lakini anasema wengine mbegu iliangukia njiani. Anasema ndio wale ambao wanalisikia neno la Bwana, linakaa tu kwa maarifa, hawalitilii maanani, naye mwovu ajapokuja na linyakua. Neno la Bwana la pasu unapolisikia, uwe ni mtu wa kutetemeka, uwe mtu wa kuogopa, uwe mtu wa kuliheshimu, ndipo litakaa. Uwe ni mvumilivu, kama anavyosema liliangukia katika udongo mzuri. Ndio wale ambao wanalipokea neno la Bwana kwa uelevu, wanavumilia katika mapito yote. Hao ndio neno la Bwana litazaa matunda. Wengi wao nasema nao hapa, walikuwa kwenye imani lakini sasa wameacha. Hii ni huzuni sana, jambo la kutisha sana, kuanguka mikononi mwa Mungu. Mungu akuwezeshe. Ndipo anasema nao, yeye ni mwingi wa rehema, azimii wala achoki, anazidi kukuazia mema. Mungu anazidi kusema na wewe, na huku neema ikiwa bado iko wazi, uongofu bado upo, bado unaokoa kwa yeye aminie. Sharti ni kuamini tu, nje na hapo ni uongo. Maandiko yanasema ni kuamini tu, bila tendo lolote, bila kutozwa chochote. Uongofu wa watozi. Kile ulichosikia, otea hicho, kisogelee hicho, naye Bwana atajifunua kwako. Na hilo ndio neno la Bwana.